Habari za leo, karibu tena katika channel yetu ya JW Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Ana leo nitakusogezea faida ya karafuu mwilini mwako. Mara nyingi tumekuwa tukiwashauri jaribu kutumia vyakula kama dawa na usitumie dawa kama vyakula. Kuna watu wamekuwa wakitumia dawa kila siku, unakuta mtu anatembea na dawa. Sasa huo ni uraibu wa kutumia dawa. Ina maana dawa unaitumia kama chakula. Lakini ukifahamu baadhi ya faida za matunda, faida ya miti, ya mimea mbalimbali, basi itakusaidia kuondokana na hizo changamoto. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Na leo nitakusogezea faida za karafuu, faida za kutumia karafuu kwenye upande wa mwili wako. Itakusaidia kuondokana na magonjwa yapi, au itakusaidia nini katika mwili wako. Na tunajua karafuu ni nzuri kwa sababu ina vitamin na madini tofauti tofauti ambayo yamekuwa ni madini muhimu katika mwili wa binadamu. Faida namba moja ambayo utaipata kwenye upande wa karafuu ni tiba nzuri mojawapo ya pumu. Pumu ile ya kifua kubana. Kuna watu unakuta anahisi kifua kinabana, ni kutokana na pumu. So kama una pumu, basi asma, basi hakikisha unatumia karafuu, unga wa karafuu kwenye maji ya uvuguvugu, itakusaidia kuondokana na changamoto ya pumu. Lakini tiba namba mbili kwa wale ambao mdomo unakuwa na mdomo unanuka, au wanasema vijana wa sasa hivi wanasema mdomo unatema cheche, au una jino limetoboka, basi hakikisha unatafuna karafuu kila siku, na itakusaidia changamoto za mdomo kunuka na changamoto ya kuwa na tobo au tundu kwenye jino lako. Lakini faida ya tatu ni nzuri katika kutibu changamoto ya vidonda vya tumbo. Mara nyingi madaktari wa tiba mbadala na asili, wale matabibu, wametumia sana katika mchanganyiko wao. Ni kwa nini wanaitumia sana? Kwa sababu inatumika kuondoa H. pylori na kusaidia kubalance kiwango cha acid reflux mwilini. Faida nyingine ambayo inapatikana ni kuimarisha mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula. Udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula umekuwa na changamoto nyingi: vidonda vya tumbo, acid reflux, bawasiri. Hayo ni magonjwa ambayo yanasababishwa na mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula kuwa dhaifu. Kwa hiyo kama mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula ni dhaifu, basi tumia karafuu. Wengine hawapati choo, wakipata choo anapata choo kigumu, basi tumia karafuu, itakusaidia kuondokana na hiyo ya changamoto. Lakini pia ni tiba nzuri ya maumivu. Kama unahisi maumivu ambayo unayapata mara mkononi, mgongoni, kifuani, kichwani, mguuni, au unahisi maumivu yoyote yale, basi tumia karafuu. Unga wa karafuu ni mzuri sana, utakoroga kwenye maji ya uvuguvugu na kunywa. Lakini utuliza maambukizi, yale maambukizi yoyote ambayo unaweza kuyapata ya bakteria na fangasi, basi ni nzuri kwa sababu inaondoa utuliza yale maambukizi yoyote yale. Lakini pia inasaidia kuondoa kiwango cha sukari, na maana inatibu kisukari. Kama una changamoto ya kisukari, basi tumia unga huu, tumia karafuu, itakusaidia kuondokana na changamoto ya kisukari. Lakini pia uchochea mzunguko mzuri wa damu, na tukishaongea mzunguko mzuri wa damu, basi usiache kuweka mbali changamoto ya stamina kwa upande wa wanaume, kuongezea stamina na kudumu katika tendo la ndoa kwa muda mrefu. Ni kwa nini? Kwa sababu blood circulation ikishakuwa sawa, basi ni rahisi kuweza kuperform vizuri. Inaboresha afya ya ini, Kwa hiyo kwa wale ambao wana changamoto ya ini, hata kama hauna changamoto ya ini, basi tengeneza mazingira ya kutumia karafuu, itakusaidia kuondokana na changamoto ya ini. Lakini pia ni nzuri kwa afya ya mifupa. Kama una changamoto yoyote kwenye upande wa mifupa, basi tumia karafuu, itakusaidia. Hutuliza msongo wa mawazo na uboresha afya ya ngozi. Kwa hiyo kwa wale ambao wana msongo wa mawazo, lakini pia ngozi yako haieleweki, ngozi yako ina makunyanzi, ngozi yako sio nyororo, haivutii, ni kavu, basi tumia
tumia karafuu, itakusaidia kuondokana na hizo changamoto. Tuambie hapo chini, je, wewe ni faida gani ambayo umeipata kwa kutumia karafuu? Tunasema sharing is caring. Kwa hiyo kutuambia na mwingine atafaidika na ataweza kutumia na kuondokana na hiyo changamoto alionayo. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.